Tulipoishia katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu hii ya My Valentine, ilikuwa ni pale wazazi wa Owen walikuwa wanajua taratibu mambo ilikuwa inakwenda vizuri kati ya Owen na Juliet. Kwa kuwa kuna muda waliona wakicheka pamoja, lakini pia hata walivyokuwa wanawauliza kuhusu hatua waliofikia, kila mtu alijibu kwamba muda si mrefu mambo yangelikuwa sawa na wangeweza kuoana. Hilo liliwapa faraja wazazi, japo mama Owen alikuwa na mashaka na kauli zao. Alihisi kabisa moyo wa Owen ulikuwa kwa Lauren na sio kwa Juliet. Basi nikukaribishe mpenzi msikilizaji wa Light Simulizi katika sehemu hii ya siku ya leo, ambayo ni sehemu ya 4, tuweze kujua nini kilijiri katika simulizi yetu hii pendwa kabisa. Naitwa Trishi, lakini basi na kusahau mwandishi wetu ni mwamba kweli kweli, muite Heri de Souza ama unaweza kumuita Silent Killer. Karibu sana. Tukirudi upande wa pili kule kwenye kampuni, Owen aliendelea kufanya kazi licha kukutana na changamoto mbalimbali kutoka kwa wafanyakazi wa kike. Mwanadada Linda na Salma ndio walikuwa mstari wa mbele kuonesha waziwazi hisia zao juu ya Owen, lakini pia kuna namna fulani Diana alikuwa anaonesha bado alikuwa na chembe za mapenzi kwa Owen. Mara nyingi alikuwa anamfanyia Owen matukio yaliyokuwa yanaashiria bado alikuwa anampenda. Alikuwa hapendi kabisa kumwona mfanyakazi yeyote wa kike anakuwa karibu na Owen. Akiwa kwenye majukumu yake ya kazi, Owen alisikia mlio wa message kwenye simu yake ya mkononi. Alifungua simu yake na kukutana na ujumbe kutoka kwa Diana. Hongera sana baba. Huo ndio ulikuwa ujumbe aliotumia Owen na Diana. Owen alitizama ile message kisha akajiuliza sana kuhusu ile hongera, maana hakuna jambo lolote zuri alilokuwa amelifanya kwa kipindi kile. Owen naye aliandika ujumbe kumuuliza Diana kuhusiana na zile pongezi, lakini sasa kabla hajatuma alihisi kitu fulani, hivyo akagairisha zoezi la kutuma ule ujumbe. Alisogeza simu yake pembeni kisha akaendelea na kazi. Hazikupita dakika nyingi alipokea ujumbe mwingine, na mtumaji alikuwa yule Diana. Kwa hiyo, hutaki kupokea pongezi zangu? Owen hakuona sababu ya kuhangaika na message za Diana. Alisogeza tena simu pembeni kisha akaendelea kufanya kazi. Baada ya kimya cha dakika kadhaa, simu ilipigwa. Owen alitazama juu ya kioo, akaona mpigaji alikuwa ni Diana. Ilibidi sasa apokee na amsikilize. Owen, mbona haujibu message zangu? Nijibu nini sasa? Si nimekupa pongezi au hujaziona? Nimeona, ila sijui hizo pongezi unazonipa nimefanya jambo gani zuri. Jamani, hujui kwamba ndoa ni jambo la heri. Hongera sana kwa kufikia maamuzi ya kutaka kumwoa mwanamke wa ndoto zako. Kwa hakika Juliet ni mzuri sana. Halafu ni boss lady. Okay, shukrani sana shemeji yangu. Je, kuna kingine unachotaka kuniambia ukiachana na hizo pongezi? Kwa hiyo ni kweli Owen unamwoa Juliet? Kweli mnafiki? Ni mnafiki tu. Kwa hiyo wewe ulikuwa unanipongeza kwa kitu usichokifahamu wala kuwa na uhakika nacho? Nataka unithibitishie tu kwa mdomo wako Owen. Sasa nikuthibitishia itakusaidia nini? Au kitu gani kitaongezeka kwangu? Nataka kujua tu, kwani kuna ubaya gani jamani? Sikia shemeji bosi, nina kazi nyingi sana za kufanya muda huu. Na kutakia mchana mwema. Owen alimaliza kuongea maneno yale kisha akakata simu. Baada ya Owen kukata simu, Diana aliendelea kupiga. Alipiga simu ya Owen mara 2 lakini Owen hakupokea. Alichokifanya Diana ni kumpigia Owen kwenye simu ya kiofisi. Hapo sasa Owen hakuwa na ujanja wa kukwepa kupokea simu ya bosi. Alipokea kisha akatega sikio kumsikiliza bosi Diana. Owen, leo sijisikii vizuri kabisa. Muda wa kuondoka ukifika nipeleke nyumbani kwa gari lako. Mimi sitoweza kabisa kumudu usukani kuendesha gari. Hivyo nitaliacha hapa kazini. Hilo sio ombi, Owen. Hii ni amri kutoka kwa bosi wako.
Diana alizungumza maneno hayo kisha akakata simu. Owen alijikuta anachukizwa sana na usumbufu wa Diana. Hisia zake ni kwamba Diana alikuwa na jambo lake na sio kwamba alikuwa hajisikii vizuri. Ila ukweli ni kwamba siku ile Diana alikuwa hajisikii vizuri kimwili. Tangu asubuhi alipofika kazini alikuwa anajisikia uchovu, kichefuchefu na maumivu ya kichwa kwa mbali. Muda wa kazi ulipoishia, Owen alikuwa kuanza kutoka ofisini na kwenda kwenye parking ya magari ili amkimbie Diana. Lakini sasa alipofika tu kwenye parking, alimkuta Diana ameegemea gari lake kana kwamba alikuwa anamsubiri. Owen alivuta pumzi ndefu sana, maana mpango wake ni kama ulishafeli tayari. Mbona umeshtuka Owen? Ulijua utanikimbia Diana alimuuliza Owen. Hivi Diana, unataka nini kutoka kwangu? Mimi sitaki chochote zaidi ya msaada tu. Unipeleke nyumbani. Leo sijisikii vizuri kabisa. Diana, lakini mbona wafanyakazi wapo wengi kwenye hii kampuni? Kwa nini usingeomba wao wakuendeshe? Kwa nini lazima nikuendeshe mimi? Lazima uniendeshe wewe kwa sababu wewe ni Shim Darling. Hivyo nitakuwa salama zaidi mikononi mwako. Kwa nini usimpigie simu kaka Robi akakufuata kama unavyofanyaga siku zingine? Kiukweli kabisa hali yangu ilivyo siku ya leo nashindwa kuielewa kabisa. Najikuta natamani kuwa karibu na wewe Owen. Lakini hata hivyo leo Robson yupo kwenye mkutano mkubwa wa chama chao. Diana alimjibu Owen. Owen hakutaka tena kuendelea kujibizana na Diana. Alichokifanya ni kumfungulia Diana mlango wa gari kisha akaingia. Naye pia akazunguka upande wa pili kisha akaingia kwenye gari. Mtaalamu aliendesha gari kwa spidi ili amfikishe Diana nyumbani kwao. Njiani hakutaka kabisa story na Diana. Lakini sasa wakati safari ikiendelea, Diana alimwambia Owen ampitishe hospitali akacheki afya yake, maana alihisi homa inazidi kuchachamaa mwilini mwake. Diana, sikiliza, nikikupitisha hospitali mimi naondoka, siwezi kubaki kukusubiri. Mpigie simu kaka Robi au mtu yeyote akufuate, na kama huwezi basi utapanda taxi kurudi kwenu. Sawa, nimekuelewa my dear. Endesha gari ukanisha hospitali kisha endelea na safari yako. Owen aliendesha gari mpaka hospitalini kisha akamtaka Diana ateremke ili aendelee na safari yake. Diana aliteremka kwenye gari na kuanza kupiga hatua kuelekea kwenye geti la hospitali. Lakini sasa hakufikisha hata hatua tatu. Alihisi kizunguzungu na kudondoka chini. Ilibidi Owen ateremke kwenye gari kisha akaenda kumuinua Diana pale chini. Owen aligundua Diana alikuwa ameshapoteza fahamu. Hapo sasa akaamini ni kweli mtoto wa kike alikuwa mgonjwa. Ilibidi amuinue na kumbeba chapu kisha akaingia naye ndani ya geti la hospitali. Walipokelewa kisha Diana akaingizwa kwenye chumba cha matibabu. Owen alichanganyikiwa ghafla. Alitoa simu yake mfukoni kisha akampigia kaka Robson ili ampe taarifa kuhusu mwanamke wake. Kwa bahati mbaya simu ya Robson ilikuwa inaita tu bila kupokelewa. Muda huo Robson alikuwa kwenye kikao cha masuala ya kisiasa. Owen hakuwa na namba nyingine ya mtu wa karibu wa Diana. Ilibidi tu abaki pale hospitalini kumpa uangalizi Diana. Alimpigia simu Lauren na kumjulisha kwamba atachelewa kurudi nyumbani kutokana na swala lile. Ukweli ni kwamba ilifika hatua Owen alikuwa hawezi kufanya kitu au kuwa mahali fulani halafu Lauren asijue ratiba zote za Owen. Lauren alikuwa anazifahamu. Wakati Diana amepoteza fahamu alikuwa ameshafanywa vipimo na wakati huo alitundikiwa drip ya maji. Ilichukua lisaa lizima kwa Diana kuzinduka. Alipozinduka tu alikuwa vizuri. Daktari alimwomba Owen na Diana kwenye chumba chake ili awape mrejesho wa tatizo la Diana na hali yake kwa ujumla. Okay, unajisikiaje sasa hivi bibie? Daktari alimuuliza Diana. Najisikia vizuri kwa sasa dokta, Diana alijibu. Okay, vipi kichwa kiume? Ndio dokta, hakiume kabisa. Okay, sasa hivi nishakufanyia vipimo katika mwili wako na majibu yanaonyesha kwamba hauna ugonjwa wowote mwilini. Lakini pia naomba nikupe hongera binti, kwa kuwa hapo ulipo wewe ni mjamzito. Una ujauzito wa miezi 2 binti. What?
Ujauzito? Dokta, mimi nina ujauzito wa miezi 2. Diana aliongea kwa mshangao mkubwa. Kwa hakika ilikuwa ni taarifa ya kushtua sana kwa binti Diana. Kilichokuwa kimemshtua sio swala la yeye kupata mimba, bali ni kuwa na mimba ya miezi 2. King'ora kilichoashiria hali ya hatari kilianza kugonga kichwani mwake, huku akimtizama Owen aliyekuwa pembeni yake. Alitizama kwa makini tumbo lake, huku akilishika taratibu. Dakika zile zile mawazo yalimpeleka mbali sana Diana. Ni kama alisikia sauti ya mtoto mdogo ikimuita mama. Diana aliangalia mbele yake, akakutana na sura ya mtoto anayefanana na Robson kwa kila kitu. Diana alijikuta anainuka kwenye kiti ili amfuate yule mtoto. Lakini sasa ghafla alishikwa shati, na alipogeuza macho kumtizama aliyemshika, alijikuta ameshtuka sana. Alikutana na sura ya mtoto mwingine aliyefanana kwa kila kitu na Owen. Yule mtoto alimwambia Diana, "Mama, mimi ndo mwanao." Diana alijikuta anachanganyikiwa, kwani hakujua mwanae halali ni upi kati ya wale. Yale mawazo yalikuwa mazito kiasi kwamba Diana alidondokea kwenye meza ya daktari na kupoteza fahamu. Diana alichukuliwa na kupelekwa kitandani mara baada ya kupoteza fahamu. Owen alishindwa kuelewa ni kwa nini Diana alipokea kwa mshtuko mkubwa taarifa ile. Alikumbuka namna Diana alivyokuwa anamtizama baada ya kupewa taarifa kuwa ni mjamzito. Wakati Owen anaendelea kuwaza, ghafla simu yake iliita, na alipoangalia namba ya jina la mpigaji aligundua kwamba ni kaka yake Robson. Owen alishukuru sana baada ya Robson kupiga simu, kwani alihitaji kutoa ule mzigo kwa mhusika, na pia alitaka kurudi nyumbani kwao, kwani kuna mtu alikuwa amemmisi sana. Owen alipokea simu ya Robson, kisha akampa taarifa kuhusu hali ya Diana kwa wakati ule. Robson hakutaka tena kusubiri, badala yake alianza safari kuelekea kule hospitali. Uzuri ni kwamba muda huo hakuwa mbali na pale hospitalini, hivyo alitumia muda mfupi tu kufika. Baada ya Robson kufika pale hospitali, alikabidhiwa majukumu yote kuhusu Diana. Owen hakutaka kusubiri Diana azinduke, hivyo aliondoka na kumwacha Robson pale hospitali. Ukweli ni kwamba mpaka kufikia kipindi hicho Owen hakuwa na mapenzi kabisa na Diana. Zile kumbukumbu za maisha yote walioishi miaka ya nyuma alishazifutaga kabisa kichwani mwake. Yale maumivu ya kusalitiwa na Diana tayari yalishapoa. Diana hakuwa na nafasi tena kwenye moyo wa Owen. Owen alifanikiwa kumtoa Diana moyoni mwake mara baada ya kuwa na ukaribu wa kina na Lauren. Ni kama vile moyo wa Owen ulishahifadhi jina la Lauren, japo hakuweka wazi hisia zake. Tukarudi pale hospitali, Robson alimuuliza daktari kuhusiana na hali ya Diana kwa ujumla. Daktari alimwambia Robson kwamba asiwe na wasiwasi kuhusu Diana, kwani hana ugonjwa wote mwilini, na pindi atakapoamka basi atakuwa sawa kabisa. Lakini pia Robson alijikuta na furahi sana baada ya kupokea taarifa njema kuhusu Diana kuwa ni mjamzito. Kwa hakika Robson alifurahi baada ya kujua miezi kadhaa ijayo atakwenda kuitwa baba. Alitamani kupiga simu nyumbani kwa kina Diana ili awajulishe hali ya mtoto wao, lakini alisita. Hakuona sababu ya msingi ya kuwapa taarifa, kwa daktari alisema Diana hakuwa na maradhi yoyote mwilini, hivyo akizinduka tu atakuwa sawa na wataruhusiwa kuondoka. Robson aliamua kumsubiri Diana azinduke, huku muda wote akikenua meno kwa furaha isiyo na kifani. Baada ya kusubiri kwa muda fulani, hatimaye Diana alizinduka. Baada ya kuzinduka tu, neno lake la kwanza kutamka lilikuwa ni jina la Owen. Diana, mpenzi wangu, mimi sio Owen, mimi ni mpenzi wako Robbie, nipo hapa kwa ajili yako. Robson alizungumza maneno hayo baada ya kuhisi Diana bado alijua Owen ndio yupo pale hospitali. Diana alifumbua macho, akakutana na sura ya tabasamu ya Robson. Robson alishindwa kuvumilia, hivyo alimkumbatia kwanza Diana kwa hisia kali za mapenzi, huku akitokwa na machozi ya furaha. Asante sana Diana wangu, asante sana kwa kuniheshimisha mama, na kuahidi nitakuwa baba bora kwa mwanangu na kuwa mume bora kwako. Nitakulinda wewe na mwanangu kwa gharama yote ile. Asante sana kipenzi changu.
Robson alizungumza maneno hayo kwa hisia kali, huku akitokwa na machozi ya furaha. Ni kweli mara baada ya kuzinduka Diana alikuwa sawa kabisa kimwili. Waliruhusiwa kutoka pale hospitali na tayari alishafika majira ya saa 1 usiku. Robson alimpakiza Diana kwenye gari lake na kuanza safari ya kumpeleka nyumbani kwao. Lakini sasa walipokuwa njiani, walijadili jambo moja muhimu sana kwa ajili ya kulinda wadhifa wao kwenye jamii. Kutokana na status zao, lilikuwa ni jambo la aibu sana upande wao, hasa kwa Diana kupata mtoto bila kuolewa. Walikubaliana kurudisha nyuma tarehe ya mwezi uliopangwa kwa ajili ya ndoa yao ili kurahisisha jambo hilo kabla ujauzito haujawa mkubwa. Wote kwa pamoja walikubaliana kila mtu aende akazungumza na wazazi wake kuhusu mabadiliko hayo. Hatimaye swala la mabadiliko ya tarehe na mwezi wa ndoa ya Robson na Diana ilifikishwa kwa wazazi wa pande zote mbili. Ilibidi wafanye kikao cha dharura kujadili upya siku maalum ya kufanya sherehe yao. Walitumia muda mfupi tu kumaliza kikao chao na hatimaye tarehe maalum ya ndoa ilipangwa. Kulikuwa na mwezi mmoja tu wa maandalizi kabla ya siku maalum ya harusi. Ndugu, jamaa na marafiki wote walitangaziwa kuhusu tukio hilo. Ndoa ya Robson na Diana ilifufua upya kesi ya Owen dhidi ya wazazi wake juu ya binti Juliet. Wazazi walimgeukia tena Owen na kumtaka awe tayari kumwoa Juliet. Walichokuwa wanakitaka Mr. James na mkewe ni kuunganisha ndoa zote mbili kwa siku moja. Walitaka kuandaa sherehe moja kubwa sana kwa ajili ya vijana wao. Lakini sasa swala lile kwa Owen bado lilibaki kwa kipengele. Owen aliendelea kubaki na msimamo wake ule ule kwamba hakuwa tayari kumwoa Juliet. Vuta ni kuvute ilikuwa kubwa sana ndani ya nyumba ya Mr. James. Siku hiyo familia nzima ilikuwa pamoja majira ya saa 3 usiku, na lengo likiwa ni kuhakikisha Owen anakubali kumwoa Juliet. Alianza Mr. James kuzungumza, akifuata mke wa Mr. James, na mwisho kabisa akaongea Robson akimsihi Owen akubali kumwoa Juliet. Walitumia aina zote za maneno, lakini jibu la Owen lilikuwa ni lile lile kwamba hayupo tayari kumwoa Juliet. Catherine na Sharon wao walikuwa upande wa kaka yao. Hakutaka kabisa kaka yao amuoe mwanamke asiyempenda. Tayari walikuwa wanajua vyema mahali ilipo furaha ya kaka yao. Wao wenyewe walishamtengeneza wifi yao na walikuwa wanampenda sana kama alivyokuwa anampenda kaka yao. Kiufupi, Catherine na Sharon walikuwa wanajua Owen alikuwa anampenda sana Lauren, na hata Lauren alikuwa anampenda sana Mr. Owen. Walilitambua hilo na waliamua kukaa kimya, maana hakuna ambaye alishaweka wazi hisia zake. Wakati zile vuta ni kuvute zikiendelea pale sebuleni, Lauren alikuwa jikoni akiendelea na mapishi. Alikuwa afahamu kinachoendelea kwa wanafamilia mpaka pale Sharon alipokwenda jikoni kumpa umbea. Sharon alimwambia Lauren juu ya ajenda ya kikao kilichokuwa kinaendelea kule sebuleni. Mtoto wa kike alijikuta tu anaumia moyoni baada ya kusikia Owen analazimisha kumwoa Juliet. Kiukweli kabisa, Lauren alijikuta amesahau status yake ya maisha ya awali na kumpenda Owen. Ilikuwa ni vigumu sana kwa Lauren kuepa hisia za mapenzi kwa Owen, kwani mambo aliyoyafanya Owen kwake yalikuwa nadra sana kufanywa na mwanadamu wa kwenye huu ulimwengu wa sasa. Lauren hakuwa na ujanja wa kulizuia jina la Owen ndani ya moyo wake. Kiukweli kabisa alimpenda sana Owen na kutamani kuwa mke wake. Alimpenda Owen sio kwa sababu ya pesa zake, bali ni ule moyo wake uliweza kugusa moyo wa mwanadada huyo katika kipindi kigumu cha maisha yake. Kwa hakika Lauren alijikuta anapata wakati mgumu sana kila aliposikia swala la Owen kumwoa Juliet. Dada Lauren, usiwe na mawazo basi, kaka Owen hawezi kumwoa Juliet. Sharon, kwa nini unaniambia hivyo? Kwani kuna ubaya gani kaka Owen akimwoa Juliet? Dada, mimi najua wewe hapo na kaka Owen mnapendana sana. Najua unampenda sana kaka, ndio maana nakwambia hivyo. Sharon, naomba usiwaze hivyo mdogo wangu. Usiwaze tena hivyo, na hata usijaribu kuzungumza hivyo mbele ya mama. Unanielewa mdogo wangu? Sawa dada, lakini najua kaka anakupenda sana wewe. Hata mimi na dada Kathy tunakupenda sana wewe. Hayo yalikuwa mazungumzo kati ya Sharon na Lauren
kule jikoni, kule sebuleni bado vuta ni kuvuta iliendelea. Owen aligoma kabisa kukubali kumwoa Juliet. Hivi Owen, unaweza kuniambia sababu ya mwisho ya msingi kabisa inayokufanya ukatae kumwoa Juliet? Hebu niambie mimi mama yako, huenda nitakuelewa. Mama Owen alimuuliza mwanae. Mama, sababu ni moja tu. Sina hisia zozote za mapenzi kwa Juliet. Kiufupi ni kwamba simpendi Juliet. Hivyo siwezi kumwoa mwanamke nisiyempenda. Owen alizungumza kauli hiyo kwa kujiamini. Owen mwanangu, mbona unakuwa mpumbavu kiasi hiko? Hivi unajua ni wanaume wangapi wanatamani kupata nafasi ya kumwoa Juliet? Kwa nini unakataa bahati ambayo vijana wenzako wanaililia? Mama, hata kwa upande wangu kuna wanawake wengi sana wanatamani kupata nafasi ya kuolewa na mimi, lakini nimeshindwa kuwapa nafasi kwa kuwa kwenye safari yangu ya mahusiano nimeshapiga tukio baya sana ambalo sitamani tena lijirudie katika maisha yangu. Sifa za mwanamke alonipiga tukio hilo hazina tofauti kabisa na sifa za Juliet. Wazazi wangu pamoja na kaka Robi kamwe msisifu uzuri wa kitabu kwa muonekano wa nje. Jaribuni kusoma mpaka ndani ili ujue maudhui yake. Vipo vitabu vyenye makava mazuri lakini hadithi zake hazisomeki kabisa. Lakini pia vipo vitabu vyenye makava mabaya ila hadithi zake ni tiba tosha kwenye moyo wa kila mwenye pumzi. Mimi ni watoe tu wasiwasi wazazi wangu. Mimi nitaoa, ila nitamwoa mwanamke atakayekuwa tiba ndani ya moyo wangu bila kujali status yake ya maisha. Nashukuru Mungu nimeshampata. Hivyo muda ukifika nitawatambulisha wazazi wangu. Yeye ndo chaguo langu, mnampenda sana. Sasa nishaelewa kila kitu kupitia mafumbo yako. Nahisi kabisa kile nilichokuwa nakifikiria ndo hiki kinakwenda kutokea. Bila shaka hisia zangu zilikuwa sahihi kabisa. Naona kabisa Owen anakwenda kutuletea ndoa ya kutia aibu familia. Okay. Kwa hiyo mwanangu, kuna mwanamke unampenda, si ndio? Ndio mama. Yupo mwanamke ninayempenda kwa dhati. Bila shaka ni Lauren, si ndio? Nakuuliza Owen, naomba unijibu. Ni Lauren ndo anaburuza moyo wako, si ndio baba? Ni Lauren huyo kijakazi yule mkuta mtaani ndo anakufanya umkatae Juliet, si ndio? Sikiliza Owen, kama utaniletea mwanamke anaenda na hadhi yetu, labda kidogo naweza kukuelewa. Lakini kama mwanamke unayemzungumzia ni Lauren, basi futa kabisa hiyo. Nikiwa kama mama yako niliyekutunza katika tumbo langu kwa miezi 9 na kukulea, nasema kamwe sitokubali wala kuruhusu muoe Lauren. Mama Owen alizungumza kauli hiyo kwa hasira na jaziba kubwa sana. Owen alijikuta anakosa ujasiri wa kuzungumza kufuatia kauli ya mama yake. Alibaki tu akimtizama huku akimeza mafunda ya mate kwa uchungu. Lakini mama, unakosea sana kuzungumza hayo maneno. Kiukweli kabisa umefika mbali sana mamangu. Kwanza kabisa huna uhakika kama Lauren ndio mwanamke anayependwa na kaka. Lakini pia hata kama ni Lauren ndio anapendwa, bado sioni shida yoyote katika hilo. Lauren ni mwanamke mzuri na mrembo kuliko hata Juliet. Lakini pia kwa kipindi chote tulichoishi naye, nafikiri kila mtu amejionea sifa zake. Ni binti mmoja mwenye sifa ya upole, ukarimu, usikivu, hekima, busara, unyenyekevu, huruma, utii, mchapakazi, na bado Mungu amembariki uzuri wa kipekee kabisa. Tangu alipoingia ndani ya nyumba yetu, kuna mabadiliko chanya yametokea hapa ndani. Kuna furaha na upendo umeongezeka kwa kiasi kikubwa hapa ndani. Tangu nizaliwe sikuwahi kujua kama kaka Owen anajua kupika, ila nimekuja kujua baada ya ujio wa Lauren. Mimi kama mtoto wa hii familia nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini kwamba Lauren hastahili kuwa mke wa kaka Owen. Hivi Lauren ana kasoro gani mpaka asiwe na haki ya kupendwa kama wanawake wengine? Japo sina upeo mkubwa katika mahusiano na ndoa, lakini ninaamini kwa hii wazazi wangu mnakosea sana. Mwacheni kaka amoe mwanamke anayempenda kutoka moyoni mwake. Hayo yalikuwa maneno mazito kutoka kwa Catherine ambaye ni mdogo wa Owen. Catherine alizungumza maneno hayo akijaribu kumtetea Owen kwa wazazi wake. Kathe,
wewe ni mtoto mdogo sana. Kwa hiyo unapaswa kutulia pindi wakubwa wanapozungumza. Hiyo ilikuwa kauli ya Robson kwenda kwa mdogo wake Catherine. Owen alimtizama sana Robson baada ya kuongea kauli hiyo. Alitegemea labda kaka yake angeunga mkono kauli ya Catherine ili kupiga vita fikra potofu za wazazi wao. Lakini yote kwa yote hakushangaa kuona Robson anasimama upande wa wazazi wake, kwa kuwa wote walikuwa na falsafa za maisha ambazo zinafanana. Robson alikuwa anafuata kila hatua wanaopiga wazazi wake, na ndio maana alichagua kuingia kwenye siasa kama wazazi wake. Lakini pia Robson alikuwa na upendo mdogo sana kwa ndugu yake Owen, na ndio maana hata kile kipindi Owen alipokuwa masomoni hakupewa taarifa na Robson kwamba anataka kufanya engagement na kumuoa mchumba wake. Ndugu hao hawakuwa watu wa kuwasiliana mara kwa mara na hata kushirikiana kwenye masuala yao binafsi. Kuwasiliana kwao ilikuwa ni mpaka Owen aanze kumtafuta Robson. Vinginevyo inapita mpaka miezi bila wawili hao kuongea, mawasiliano finyu na kutokushirikishana kwenye masuala yao binafsi kama kutambulishana wachumba zao. Ndio alipelekea ndugu hao kujikuta kwenye mahusiano na mwanamke mmoja. Laiti kama Owen angelimtambulisha Diana kwa Robson, basi pengine Robson asingemchumbia Diana. Lakini yote 9-10 ni kwamba Owen alikuwa anampenda sana kaka yake Robson. Siku zote alimpenda na kumthamini kama alivyokuwa anawathamini wazazi wake na ndugu zake wa kike. Tukirudi kwenye sintofahamu iliyokuwa inaendelea pale sebuleni baina ya wanafamilia, Mama Owen naye alimtuliza mwanae Catherine na kumwambia aache kumtetea Owen kwa kila jambo ambalo linatokea pale ndani. Owen bado alikuwa kimya, hakuzungumza kitu juu ya kauli ya mama yake. Mr. James ambaye ndo baba wa familia aliingilia kati maongezi yale. Owen, hebu tolea maelezo juu ya kauli ya mama yako ili tupate ukweli kutoka kwako. Hivi ni kweli Lauren ndo mwanamke unayempenda au kuna mwingine? Mr. James alimuuliza Owen swali hilo. Owen alilisikia na kulielewa vizuri swali la baba yake, lakini alihitaji sekunde kadhaa za kutafakari jibu la kumpatia. Alidadavua kwa makini lile swali, akagundua kwamba ule ulikuwa mtego. Alijua kabisa kama angetoa jibu la kumkubali Lauren kwa muda ule, basi angempa wakati mgumu mtoto wa kike. Aliwaza namna ya kujibu ili kurejesha amani pale ndani. Owen, nasubiri jibu lako. Je, ni kweli mwanamke unayempenda ni huyu kijakazi wetu Lauren? Mr. James alimuuliza Owen swali hilo kwa mara ya pili. Owen alivuta pumzi ndefu kisha akaiachia na kuanza kuzungumza. Mzee wangu, hiyo ni kauli ya mama, sio kauli yangu. Mimi bado sijamtaja wala kumleta kwenu mwanamke wangu ninayempenda. Kwa hiyo kauli ulioisikia isikuchanganye kabisa mzee wangu. Hiyo ni kauli ya kusadikika wala haina ukweli wowote. Owen alijibu swali la baba yake kwa staili hiyo. Kwa hiyo unataka kututhibitishia kwamba hauna mahusiano yoyote na Lauren? Mr. James alimuuliza Owen swali lingine. Mzee wangu, zaidi ya kaka na dada, hakuna mahusiano mengine kati yangu na Lauren. Owen alijibu kwa ujasiri. Catherine, nenda kanitie Lauren aje hapa sasa hivi, Mr. James alimwambia mwanae Cathe. Akamuita Lauren kule jikoni alipokuwa. Kauli hiyo ilimshtua sana Owen. Hakutaka kabisa Lauren ahusishwe kwenye yale masuala. Sasa mzee wangu, Lauren unamuita wa nini tena mzee? Mbona hakuna sababu ya msingi ya kumhusisha Lauren kwenye haya maongezi? Naomba mwache binti wa watu tafadhali. Nakuomba sana mzee wangu, mwache binti aendelee na shughuli zake. Owen alizungumza kimomba baba yake asimhusishe Lauren kwenye zile mada. Tulia basi kijana wangu, mbona hujiamini? Mimi ndo namtaka Lauren. Kuna maswali nataka kumuuliza. Mr. James alimjibu Owen. Mzee wangu, hebu niulize mimi hayo maswali. Nipo tayari kuyajibu yote, tena kwa ufasaha kabisa. Naomba tu binti asigusiwe kwa chochote, maana atakosa amani na furaha ya kuishi hapa ndani. Naomba msimhusishe kabisa kwenye huo mgogoro wa familia. Owen alizungumza kauli hiyo, lakini haikusaidia kitu, maana tayari Lauren alishafika kabla hata hajamaliza kuzungumza kauli yake. Lauren alifika pale sebuleni akiwa tayari anaelewa kila kitu kilichokuwa kinaendelea,
alimtizama Owen, akagundua kabisa mtaalamu hakuwa na furaha kabisa moyoni mwake. Lauren, abe baba, unaweza kuniambia mahusiano yaliyopo kati yako na Owen? Mr. James alimuuliza Lauren kwa ukali na kumfanya Lauren ashtuke kidogo. Ndio baba. Owen ni kaka yangu mimi. Lauren alimjibu Mr. James kwa uoga na wasiwasi mkubwa sana. Ni kaka yako tu? Hakuna chochote kinachoendelea kati yenu? Ndio baba, hakuna kitu kabisa kinachoendelea kati yetu. Mimi hapa namuita Owen kaka, na hata yeye ananiita mimi dada. Mbona Owen ametuambia nyinyi ni wachumba na anataka kukuoa? Mr. James aliongea kauli hiyo na kumfanya Lauren ashtuke tena. Lauren alimtizama Owen machoni, akagundua kitu kwa kuwa tu alishamzoea sana. Mtoto wa kike alijua kauli ya Mr. James haikuwa na ukweli wowote isipokuwa ulikuwa mtego. Lauren alimtizama Mr. James kisha akasema, baba kaka Owen hawezi kusema hivyo baba. Kama kweli amesema basi amedanganya ili akwepe kumwoa Juliet. Mimi sina sifa wala vigezo vyovyote vya kuolewa na mtu kama kaka Owen. Lauren alizungumza kauli hiyo kinyonge sana, huku moyoni akiumia. Hata Owen pia alijikuta anapitia maumivu mazito baada ya kusikia kauli ya Lauren, akijivua thamani yake kwa ajili ya kufurahisha nafsi ya mtu mwingine. Owen aliumia sana, hakujua afanye kitu gani kwa ajili ya mtoto wa kike. Lauren, na kuuliza swali la mwisho, naomba unipe jibu la ukweli kutoka moyoni mwako. Umesema kwamba huna sifa na vigezo vya kupendwa na Owen, lakini je, wewe unampenda Owen? Naomba uzungumze ukweli wa moyo wako. Kama unampenda basi nitaruhusu uolewe na kijana wangu. Mr. James alimuuliza Lauren swali hilo kisha akakaa kusubiri jibu. Lauren alimtizama Owen, akajikuta anapata furaha na faraja kubwa moyoni. Kiukweli kabisa mtoto wa kike alikuwa anampenda sana Owen. Moyo wake ulikuwa unamwambia amjibu Mr. James kwamba anampenda sana Owen, lakini sasa akili yake ilikuwa inamwambia ule ulikuwa ni mtego wa Mr. James, hivyo asithubutu kusema ukweli wa moyo wake. Lauren alikumbuka siku moja Owen alimwambia kwamba kama ikitokea akili na moyo wako vikawa kinyume katika swala zima la kutoa maamuzi, basi fuata kile ambacho akili yako inataka. Kwa asilimia kubwa moyo ndio unaoongoza kuumiza viungo vingine vya mwili. Baada ya kukumbuka hivyo, Lauren alikubali kuusaliti moyo wake. Baba ukweli ni kwamba mimi hapa sina kabisa hisia za mapenzi kwa Owen. Mimi nampenda na kumheshimu Owen kama kaka yangu. Namshukuru sana kwa kunitoa kwenye giza na kunileta kwenye mwanga. Kiukweli kabisa mimi hapa nahisi simpendi kaka Owen. Nafurahi sana kama Owen atamuoa Juliet. Lauren alizungumza maneno hayo kwa kigugumizi ndani yake, huku akijikaza kike ili tu asidondoshe machozi mbele ya watu wazima. Owen alishinda kumtizama usoni Lauren kwa sababu sauti pekee ilimpa tafsiri juu ya kile kilichokuwa moyoni mwa mtoto wa kike huyo. Siku ile Owen aliamini kwamba alikuwa anapendwa sana na Lauren, japo Lauren alimkana mbele ya wazazi wake. Owen, nadhani umemsikia vyema Lauren. Sasa hivi na kuuliza swali kwa mara nyingine. Je, wewe kwa upande wako una hisia zozote za mapenzi kwa Lauren? Mr. James alimuuliza Owen swali hilo. Kila mtu alitulia ili asikie jibu atakalotoa Owen mbele ya binti Lauren. Lauren mwenyewe alikuwa na shauku kubwa kujua ipi nafasi yake ndani ya moyo wa Owen, licha ya kwamba aliulizwa swali la mtego. Owen alitoa kitambaa chake mfukoni kisha akapangusa uso wake. Baada ya kupangusa uso, aliwatizama wazazi wake, akamtizama kaka yake Robson, akawatizama ndugu zake na mwisho kabisa akamtizama Lauren. Mtaalamu alijisemea moyoni, siku zote wanadamu, hasa wanasiasa, wanapenda kusikia kile wanachokitaka wao na sio kile wanachokitaka kuambia. Baada ya kujisemea moyoni maneno hayo, Owen aliamua kutoa jibu walilotaka kulisikia wanadamu.
na sio alilotaka kulisema yeye. Wazazi wangu, mimi hapa, yani mimi hapa. Kiukweli kabisa, Lauren sio mpenzi wangu, wala sina hisia za mapenzi wake. Kiukweli kabisa, mpo sahihi kusema kwamba mimi na Lauren hatuendani. Status yangu ya elimu na maisha kwa ujumla haiendani kabisa na huyu kijakazi. Hebu tazameni macho yangu. Nadhani mnaona haya machozi yanayotiririka muda huo machoni mwangu. Hivi mnajua ni kwa nini machozi haya yananitoka? Najua hamjui, ila ngoja niwajuze. Haya machozi ni ya huzuni kwa kuwa mmenikosea sana kunihusisha kwenye skendo ya mapenzi na huyu kijakazi. Kwa hakika mmenikosea mno wazazi wangu. Mimi sio kutoka kwa mapenzi na kijakazi. Wakati kuna wanawake wasomi na mastaa wengi wanaonipenda. Yote kwa yote, naomba kwa msitizo mniache kwanza nitulize akili yangu kwa kipindi kifupi. Nadhani mnakumbuka kwamba Februari 14 ya mwezi ujao kutakuwa na sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Imekuwa desturi kwenu kila ifikapo tarehe hiyo, kila mwaka huwa mnanifanyaga surprise ya kunipa zawadi mbalimbali. Lakini pia kama mnavyojua, siku yangu hiyo ya mfanano wa kuzaliwa ndio siku ambayo dunia nzima huwa inasherehekea siku ya wapendanao, yani Valentine Day. Basi mimi nawaahidi kwamba hiyo siku nitakuwa na surprise kubwa sana kwenu nyie wazazi pamoja na ndugu zangu. Ni siku maalum kwa ajili ya wapendanao. Hivyo nami nitamtambulisha na kumvisha pete yule nimpendaye. Hii ni surprise. Hivyo sitaki kuambia Valentine wangu ni nani. Yeyote anaweza kuwa, pengine hata chaguo lenu Juliet. Babangu, mamangu, kakaangu na ndugu zangu. Naomba mkae tayari na mleta kwenu my Valentine. Owen alizungumza maneno hayo na kuacha viulizo kwenye kichwa cha kila mwanafamilia. Licha ya kauli ya Owen kuacha maswali kwenye vichwa vya wanafamilia, lakini kila mtu alimuelewa vyema. Mr. James na mkewe waliona ni bora wavute subra kumsubiri huyo mkwe wao kisha watoe maamuzi yao. Kwa maelezo ya Owen, wao waliamini pengine mchumba atakayetambulishwa anaweza kuwa Juliet au mwingine yeyote mwenye status kubwa kama Juliet. Waliamini hivyo kwa sababu Owen alitembea sehemu mbalimbali mpaka nje ya nchi na alikutana na wanawake wengi wenye hadhi za juu kabisa, na sio wale wa Uswahilini waliozoea vigodoro. Walihisi pengine labda mwanamke anayempenda ni mfanyakazi mwenzake au kwenye kampuni au ni mfanyabiashara mwenye degree zake. Wazazi walisubiri kwa hamu hiyo siku ya wapendanao, yani Valentine Day, ili wamuone huyo Valentine wa kijana wao. Kwa upande wa Robson, yeye alimgusa bega Owen na kumkumbusha kwamba hadhi yake sio ya kuokota wanawake, kwa sababu atachafua brandi ama chapa familia yao. Familia ya Mr. James ilikuwa na maadui wengi sana, hasa wale wapinzani wao kwenye masuala ya siasa. Siku zote mpinzani anakesha kutafuta udhaifu wako, kisha anakupiga hapo hapo kwenye mshono. Kama ingetokea Owen akaamuoa Lauren, halafu ile siri ya Lauren kuwa kahaba ingefichuka, basi swala lile lingechafua sana familia ya Mr. James. Ingekuwa aibu kubwa sana kwa mtoto wa kiongozi mkubwa wa siasa kumuoa kahaba. Wapinzani wa Mr. James wangetumia ule mwanya kumchafua yeye pamoja na chama chake kwa ujumla. Upande wa Catherine na Sharon, wao walihuzunishwa sana na masuala yote yaliokuwa yanaongelewa mle ndani. Walihuzunishwa kwa kuwa walijua mtoto wa watu Lauren alikuwa anapitia wakati mgumu sana kwa yale yaliyotokea. Walijua kabisa majibu aliyotoa Lauren mbele ya wazazi wake hayakutoka ndani ya moyo wake. Walijua kabisa Lauren anampenda sana kaka yao, lakini pia hata majibu ya Owen yalimuumiza sana Lauren. Kwa kiasi kikubwa Owen alionyesha kumdharau Lauren ili tu kuwafurahisha wazazi wake. Mpaka kikao kile kinaisha, Lauren alitoka na jibu kwamba Owen hakuwa na hisia zozote za mapenzi juu yake. Mtoto wa kike aliamini kwamba kumbe tayari Owen alikuwa na mchumba na aliahidi kumtambulisha na kumvisha pete siku ya birthday yake, ambayo iliambatana na siku ya watu wapendanao duniani
yani Februari 14. Lauren aliumia sana moyoni, huku akitamani ile siku isifike. Kiukweli kabisa mtoto wa kike alishindwa kukaza moyo wake kwa Owen. Kaka Owen, mimi sijawahi kabisa kukupenda. Sina hisia zozote kwako kaka. Lauren alijiongelea peke yake maneno hayo ili kujifariji na kujitia nguvu. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba alijikuta tu analia, kwani maneno yake yalikuwa kinyume na moyo wake. Moyo wa mtoto wa kike ulishakuwa mwepesi na mlegevu kabisa kwa Owen. Yani Owen alimzamisha mtoto wa watu kwenye kina kirefu cha bahari ya mapenzi. Kwa wakati huo Lauren alikuwa chumbani kwake, amejilaza kitandani huku akilia. Siku ile alikosa kabisa hamu ya kula. Hivyo kile kikao kilipomalizika tu, aliwaandalia chakula wanafamilia, kisha akaenda zake chumbani kuugulia maumivu. Lakini pia sio Lauren pekee ndo alikosa hamu ya kula. Hata Catherine na Sharon walisusa kabisa kula. Hakupendezwa kabisa na kitendo cha wazazi wao kuingiza siasa zao kwenye masuala binafsi ya watoto. Owen yeye hakutaka kuonesha uhalisia wa moyo wake kwa wakati ule, licha ya kwamba alikuwa na maumivu, lakini alikaza roho kiume, kisha akala chakula cha pamoja na wazazi wake. Hakutaka kabisa kuonesha kwamba alikuwa ameumia kwa ajili ya Lauren. Ilibidi afanye vile ili kumlinda mtoto wa watu dhidi ya wazazi wake ambao walikusudia kuivunja amani aliyokuwa nayo. Punde tu baada ya kumaliza kula, Owen naye alikwenda chumbani kwake kujipumzisha. Huko sasa ndo alipata wasaa mzuri wa kuugulia maumivu. Mwanaume alijikuta anakuwa na usiku mrefu sana. Kila alivyoikumbuka sura ya Lauren alijihisi kuwa gaidi kwa mtoto wa kike. Lauren, naomba unisamehe mimi. Nisamehe sana Lauren kwa mabaya yote niliyokutendea siku ya leo. Nilikuahidi kukupa furaha siku zote, lakini leo kwa mara ya kwanza nimekupa huzuni. Haikuwa lengo langu Lauren. Nisamehe sana mimi. Owen alijisemea maneno hayo huku akijipangusa machozi kwenye mto wake wa kulalia. Mpaka kufikia majira ya saa 7 usiku, sio Owen wala Lauren ambaye alipata usingizi. Owen aliona kuna kila sababu ya kumrudishia furaha Lauren. Alishajua kabisa kwa wakati ule mtoto wa kike alikuwa anapitia kipindi kigumu tena sana. Mtaalamu alishika simu yake kisha akamtumia ujumbe Lauren, vipi umeshalala? Owen alituma meseji hiyo kisha akasikilizia jibu kutoka kwa Lauren. Baada ya dakika kadhaa meseji iliingia kwenye simu ya Owen. Owen alijua ni Lauren ndo alikuwa ametuma chapu. Alifungua na kweli alikutana na ujumbe kutoka kwa Lauren. Hapana, bado sijalala mimi. Kwa nini mpaka sasa hivi hujalala wewe? Nipo zangu mtandaoni tu. Unafanya nini huko mtandaoni? Nipo tu nasoma hadithi. Hadithi gani hiyo naisoma? Hii hadithi inaitwa Crazy for You. Je, unayo ni nzuri kama ile I Miss You? Bora ungesema nasubiri nini na If I Die ambazo ulizowahi kunisimulia. Ni nzuri sana kiukweli kabisa. Kazi ya huyu mwandishi kwenye uandishi ni sawa na kazi ya Mungu kwa mwanadamu. Kazi zao huwa hazina makosa. Naona umeamua kunichekesha sana Lauren. Nakwambia ukweli kabisa. Yaani huyu mtunzi anastahili maua yake kwa kweli. Kiukweli kabisa anajua halafu anajua tena. Lauren, kwani wewe hapo hauna njaa? Kwa nini umelala bila kula? Kiukweli kabisa sina njaa kaka Owen. Nilishiba sana chakula cha mchana. Najua unanidanganya Lauren. Sitaki kukuona hata siku moja ukiacha kula usiku. Kisa tu ulishiba chakula cha mchana. Kaka Owen, naomba usijali sana kuhusu mimi. Hapa nilipo sina njaa wala sina hamu ya kula. Panapo uhai basi nitakula tu kesho asubuhi. Vipi? Umelala na Sharon? Hapana, nipo peke yangu. Sharon amesema hawezi kunitizama leo. Hivyo amehama chumba. Okay. Basi naomba nije nikuone. Kidogo tu. Yaani kidogo tu. Huenda nitaweza kupata usingizi usiku huu. Hapana kaka Owen.
sio muda mzuri kwa sisi kuonana. Kama wazazi wako watagundua hili, basi tutaibua tena matatizo mengine. Nahisi kabisa kuna matatizo mazito yatanikuta mimi kaka Owen. Lauren, hakuna kitu chochote kibaya kinachoweza kukufika ikiwa mimi nipo hai. Na kuomba tu nikuone japo kidogo tu, ili nikwambie kitu muhimu ambacho sipaswi kulala kabisa sijakwambia. Naomba uniruhusu nije chumbani kwako nikuone tafadhali. Lakini kaka, si uniambie tu hapa kwa simu hicho kitu. Mbona hapa nakuelewa tu vizuri. Lauren, sio kila kitu kinapaswa kuzungumzwa kwa njia ya simu. Hiki ambacho nataka kukuambia hutaweza kunielewa kwa njia ya simu. Nahitaji kukuambia nikiwa nakutizama, ili uniamini kwamba namaanisha kauli yangu. Lakini hii sio amri, bali ni ombi. Kama utaki nije kukuona, basi ni sawa. Kaka Owen, hivi mimi napata wapi ujasiri wa kukataa ombi lako? Kiukweli kabisa, wewe ndo dereva wangu kaka. Maisha yangu mimi yapo mikononi mwako wewe. Kwa sasa naishi kwa kukusikiliza na kufanya kile unachokitaka nifanye. Nipo hapa na kusubiri uje uniambie kwa kitu ambacho nataka kuniambia. Mlango upo wazi, ukifika tu sukuma then ingia ndani. Okay, nakuja hapo muda si mrefu. Asante sana kwa kunielewa Lauren. Hayo yalikuwa mazungumzo baina ya Owen na Lauren kwa njia ya simu. Baada ya mazungumzo hayo, Owen alitoka chumbani kwake usiku ule na kwenda kwenye chumba cha Lauren kama alivyokuwa amekubaliana. Owen alifika chumbani kwa Lauren na alimkuta mtoto wa kike amekaa tu kitandani akimsubiri. Mtaalamu aliamua kukivuta kiti kisha akakaa na kuanza kumtizama Lauren. Aliyekuwa anajaribu kutengeneza tabasamu ili hali alikuwa na maumivu mazito moyoni mwake. Lauren, my dearest, kitu pekee kilichonipa msukumo wa kuja hapa ni kukuomba msamaha tu kwa yale yote yaliyotokea masaa kadhaa yaliyopita. Najua nimekukosea sana Lauren. Kiukweli kabisa, halikuwa lengo langu kuzungumza maneno ya kukudharau na kukushusha thamani yako Lauren. Nilifanya vile ili kuzifurahisha nyoyo za wanadamu, hasa wanasiasa wanaopenda kusikia kile wanachokitaka na sio kile unachotaka kuambia. Naomba unisamehe sana Lauren. Maumivu uliyopata pale ni mara 2 zaidi ya maumivu niliyopata mimi. Sincerely, I feel your pain Lauren. Owen alizungumza kauli hiyo kwa hisia kali za upendo. Kaka Owen, mimi sidhani kama kuna kosa lolote ulilofanya juu yangu muda ule. Yote uliyaongea yalikuwa na ukweli ndani yake. Hivyo sioni kosa lako kaka. Ni ukweli usiopingika kwamba status yangu ya maisha ni ya chini sana. Sina elimu na nimekuwa kijakazi tu wa ndani. Ulikuwa sahihi kabisa kusema una hisia za mapenzi kwangu na huwezi kuwa kwenye mahusiano na mtu kama mimi. Kwa hilo siwezi kukulaumu kwa sababu unalinda brand yako na familia yenu kwa ujumla, ukiachana na status yangu ya maisha. Lakini pia kuna siri nzito unaijua kuhusu mimi. Hivyo ni vigumu sana kwako kunipenda. Utapata wapi hisia za kunipenda wakati unajua nimeshatumika na wanaume tofauti? Na ni mwanaume gani anaweza kumwoa kahaba kwenye maisha ya sasa? Mimi sina hadhi ya kupendwa na mtu kama kaka Owen. Kwa hilo siwezi kukulaumu hata kidogo. Lauren, naomba usirudie tena kusema wewe ni kahaba. Nilishakwambia Lauren, sahau kabisa kama ulishawahi kuishi kwenye ile danguro. Na kuomba tena na tena usirudie kuzungumza kauli hiyo mbele yangu au mtu yeyote yule. Naomba ufanye hivyo kwa ajili yangu. Wewe hapo sio kahaba Lauren. Sawa kaka, nimekuelewa na sitorudia tena kuzungumza kauli hiyo. Ila kaka Owen, naomba nitumie nafasi hii kukuomba msamaha kwa magumu yote unayopitia kwa ajili yangu. Naomba unisamehe kukusababishia mgogoro na wazazi wako. Kiukweli kabisa umejitoa sana kwa ajili yangu kaka Owen. Mambo ulionitendea mimi ni makubwa sana
Ndio maana kila siku ninaposali huwa nakuombea kwa Mola akutangulie kwa kila jambo ambalo unataka kulifanya. Lakini pia nakuombea pia Mungu akupe hitaji la moyo wako. Lauren, hitaji la moyo wangu mimi ni wewe hapo. Mwanamke pekee ninayempenda kwa dhati ni wewe hapo. Lauren, hata hiyo tarehe 14 inayosubiriwa na wazazi wangu, mwanamke nitakayemtambulisha ni wewe hapo. Lauren, may you be my Valentine. Kaka Owen, yani umeamua kuleta utani wako wa siku zote kwenye mambo ya msingi. Mimi sipendi utani wa hivyo bwana. Kuna muda wa kutaniana na kuna muda wa kuwa serious. Lauren, ninachokisema muda huu na maanisha, wala sio utani. Yale yote niliyoongea mbele ya wazazi wangu masaa yaliyopita hayakuwa na ukweli ndani yake. Najua kwamba hata wewe una hisia kama zangu. Najua kabisa unanipenda, japo unajidharau na kujiona ustahili. Lakini kwangu mimi wewe ni wa thamani sana. Nakupenda sana Lauren. Wewe ndo mwanamke uliyefanikiwa kuziteka hisia zangu. Naomba ukubali kuwa mke wangu mtarajiwa. Lakini kaka Owen, wewe unastahili mwanamke bora kaka. Mwanamke anaendana na hadhi yako kama alivyokuwa Juliet. Hivi kaka, umesahau kule uliponitoa kaka? Sihitaji kukuaibisha na kuishusha hadhi yako kaka Owen. Lauren, haijalishi nimekutoa wapi, lakini mimi nakupenda hivyo hivyo. Kama watu wataniambia wewe ni malaya, unajiuza, basi nitawajibu kwamba mimi ndo ninaye kununua. Lakini kaka Owen, kumbuka wazazi wako hawanitaki mimi. Hadhi yangu mimi ni ya chini sana kaka. Sina status ya kuridhisha nafsi za wazazi wako. Hivyo sidhani kama naweza kuwa Mrs. wako. Lauren, status inatengenezwa. Hivyo ondoa shaka kabisa kuhusu hilo. Hata hawa kina Juliet wanaonekana kuwa bora. Status zao zilitengenezwa na watu. Nitahakikisha na kutengenezea status nzuri ili kukufanya uwe bora kwa wanaokudharau. Ile ahadi yangu ya kutafutia chuo bado ipo pale pale. Wala sijasahau. Kwa sasa naomba uvumilie tu changamoto za muda mfupi unazopitia. Lakini pia naomba uelewe kwamba moyo wangu mimi umekuchagua wewe Lauren. Amini kwamba kwenye maisha kila kitu kinatokea kwa sababu. Naamini kabisa hatima ndio imetukutanisha mimi na wewe. Nakupenda sana Lauren. Naomba nitumie usiku wa leo kudhihirisha upendo wako kwako. Leo nitalala hapa na wewe ili kuthibitisha kwamba una sifa na vigezo vyote vya kugusa sehemu yote ile ya mwili wangu. Please Lauren, naomba tuufanye usiku wa leo kwa usiku wetu wa kwanza kabisa wa kukumbukwa. Yani rememberable day. Kaka Owen, maisha yangu mimi tayari nilishayakabidhi mikononi mwako. Moyo wangu mimi ulikuwa kwanza kukupenda wewe kabla yako. Miongoni mwa vitu vigumu kwa sasa kwenye maisha yangu ni kuzuia kile unachokitaka kukifanya kwangu. Moyo wangu mimi umekuwa dhaifu sana kwako. Naanzaje kusema sitaki kaka? Wewe ujasiri kukuambia sitaki na upata wapi? Wakati wewe ndo my super commando. You are my soldier Owen. Fanya lolote unaloona linakupa furaha kwenye mwili wangu. Do baba, do whatever you want to me. I'm yours baba. Kiukweli kabisa, hata mie nakupenda sana wewe. Kwa hakika ulikuwa ni usiku wa kipekee kabisa kwa mtaalamu Owen pamoja na Lauren. Ni rasmi sasa, Owen na Lauren walipigilia msumari penzi lao kwa kushiriki tendo la ndoa. Wote kwa pamoja walifurahia tendo na kuonesha nia thabiti ya kutaka kurudia tena na tena. Kwa mara ya kwanza kabisa Lauren alijikuta na furahia tendo la ndoa licha ya kukutana na wanaume kadhaa hapo awali. Ilikuwa hivyo kwa sababu siku zote mwanamke hufurahia tendo la ndoa endapo tu atalifanya na mwanaume mwenye hisia naye. Mwanaume anampenda kwa dhati. Hisia za mwanamke zipo tofauti sana na hisia za mwanaume. Mwanaume anaweza kupata raha ya tendo la ndoa kwa mwanamke yote ule, hata kichaa, awe anampenda au hampendi. Lakini kwa mwanamke raha ya tendo hawezi kuipata kwa mwanaume asiyempenda.
Kwa hakika ule ulikuwa usiku usiosahaulika, yaani unforgettable night. Ulikuwa ni usiku ulioweka rekodi zake za kipekee kabisa kwa wawili wapendanao. Lauren, asante sana kwa kuniamini na kunipa penzi tamu. Kuanzia leo naomba utambue kabisa wewe ni mwanamke wangu mimi. Wewe ndo mwanamke pekee ninayekuhitaji kwenye maisha yangu. Kwa gharama yote ile nitakufanya ufurahi na kukulinda, kwa sababu wewe ndo Valentine wangu. Mai, mimi kufikia muda huu sina chochote ambacho naweza kukisema kwako zaidi ya asante tu. Ukweli kabisa wewe ndio unanitembea na moyo wangu. Kila raha anayostahili kupata mtu kwako nimeipata. Hata raha ya tendo la ndoa sikuwahi kuipata kwa wanaume wote ambao nilipita nao, ila kwa mara ya kwanza nimeipata kwako. Sikupata raha kwao kwa kuwa sikuwa na hisia zozote kwao. Kwako nina hisia za dhati. Nilikuwa nasikia tu kwa watu mapenzi matamu, ila sasa ndo nimethibitisha kauli yao. Kumbe ni kweli mapenzi matamu ni pale tu unapompata mtu unayemfeel in real. Kaka wewe ni nakupenda sana. Mimi nakupenda sana. Indeed nakupenda sana Maimi. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa penzi jipya kati ya Owen na Lauren, lakini bado waliamua kufanya siri na kusubiri wakati sahihi wa kulipua bomu ufike. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu hii ya My Valentine, yani kipenzi changu. Niseme asante sana shabiki yangu wa nguvu pote pale ulipo kwa kuifuatilia Light Simulizi, kwa kumchagua binti Trish. Be blessed, yani tukutane hapo kesho. Love you so much.